kusema Allahumma ansur fi Sha'ban wa ballighna ila Ramadhan. Tumuombe Mwenyezi Mungu mtukufu atunusuru, atupe afya njema na atufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiutumia katika kufanya maandalizi ya kisaikolojia, kimwili na kiakili, ili mradi anapopokea mwezi mtukufu wa Ramadhani basi awe tayari ameshakaa sawa kabisa katika kila suala ambalo linawajibika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unaweza ukashangaa kwa nini kuwa kila mwezi una fadhila zake, na huwa mara nyingi tunazisema. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunazisema ili tusipitwe na fursa zilizomo ndani ya mwezi huo. Rajab tumezungumza na fadhila zake tukazungumza, lakini leo hii tupo katika mwezi wa Shaaban, ni wajibu pia tuweze kuzungumza fadhila na ubora yanayopatikana katika huu mwezi mtukufu, katika huu mwezi wa Shaaban. Mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiushukulia kama ni mwezi wa kufanya istidad, na ni mwezi akizidisha sana. Alikuwa ni mwezi ambao akizidisha mno ibada za sunna, kama vile funga akizidisha, kama vile qiyam alikuwa akisimama sana. Imepokewa hadithi kutoka kwa Mama Aisha radhiallahu anha, anasema Mama Aisha, Mwenyezi Mungu amri radhi, anasema kuwa an Aisha radhiallahu anha qalat, hadithi imepokewa kutoka kwa Mama Aisha, Mwenyezi Mungu airadhi naye, amesema ma raaitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahri qattun illa Ramadhana wa ma raaituhu fi shahri akthara siyaman minhu illa fi Sha'ban. Rawahu Bukhari wa Muslim. Mama Aisha anaripoti, anasema kuwa sikupata kumuona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mwenye kukamilisha siyam katika miezi yote 12. Alikuwa yeye sio mwenye kukamilisha siyam, yani funga, isipokuwa alikuwa anaikamilisha siyam katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu ni wajibu kufanya hivyo, kwa kuwa alikuwa anatekeleza wajibu wake. Lakini pia akaendelea Mama Aisha kuripoti kusema wa ma raaituhu fi shahr akthara siyaman, sikupata kumuona Bwana Mtume akizidisha sana funga za sunna illa fi Sha'ban au fi Sha'ban, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakupata kumuona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafunga sana, anafunga funga za sunna sana, isipokuwa alikuwa anamuona katika mwezi wa Sha'ban, ambao leo hii mimi na wewe kwa namna moja au nyingine tumefika, tuko katika mwezi wa Sha'ban tukiwa tuna afya, sio wasafiri, lakini afya zetu ziko vizuri. Lazima fursa hii tuitumie, lazima nyakati hizi tuzitumie kama vile ambavyo walivyokuwa salafu salih walivyokuwa wamewajibika. Wenzetu wametumia fursa kama hizi katika kuyafanyia kutendea mema. Kwa nini tunahimizana hivi? Kwa sababu muumini siku zote anatakiwa asiwe ni mtu mwenye kuchoka na khairi. Siku zote anatakiwa achangamkie khairi, awajibike katika kufanya hivyo. Kwa hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye tunaambiwa ndio kigizo chetu, kigizo chema, Mwenyezi Mungu anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi kwa mtume wa Allah ndio kiigizo kilichokuwa kizuri, kiigizo kilichokuwa chema. Mimi na wewe tunatakiwa tuweze kumuigiza, tuweze kumfuatisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kimsingi katika mwezi wa Shaaban alikuwa ni mwenye kufunga sana funga za sunna. Ipo riwaya nyingine imepokelewa kuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelekeza kuwa, na sio tu ameelekeza kwamba alikuwa anafanya katika mwezi wa Shaaban, alikuwa siku anakula mchana, lakini siku nyingine huwa anafunga. Siku nyingine anakula mchana, siku nyingine huwa anafunga. Mpaka
mwezi wa Shaabani ukiwa umeisha umekamilika, basi tayari bwana Mtume Muhammad SAW anakuwa amefunga aidha siku 15 au 14 na amekula mchana aidha siku 15 au siku 14. Haya ndiyo maisha ya mtukufu wa daraja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa tuweze kuyafuata, kuyaenzi haya. Lakini pia kuna siku za kufunga sunna, mathalan yaumul khamis au na siku ya Jumatatu. Ukiwa pata fursa fanya hivyo. Lakini pia kuna ayyamul bayd, masiku yale nyeupe. Kwa nini yameitwa masiku meupe? Kwa sababu tu kuwa haikiingii kiza, yani usiku wake kuna mwezi unaanzia pale kiza kinapoanza mpaka kiza kinapoishia, na mchana kuna kuwa na jua. Kwa hiyo ayyamul bayd, masiku meupe, masiku hayo meupe yanapatikana katika kila mwezi, katika mwezi muandamo, katika mwezi 13, 14 na 15 funga. Kwa hiyo katika huu mwezi wa Shaabani jitahidi sana siku hizo zisiwe ni zenye kukupita. Lakini ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa tena katika riwaya nyingine anasema, Mama Aisha anatuambia tena, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Shaabana kullahu, yasumu Shaaban. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaifunga mwezi wa Shaabani kwa kipindi kikubwa sana, alikuwa anafunga illa qalilan, isiyokuwa siku chache tu ambazo ni kama hivyo ambavyo nimesema, huwa akifunga Shaabani, aidha akimaliza Shaabani hii inakuwa ameshafunga siku 15 na ameshakula mchana siku 15 au 14, itategemea na mwezi muandamo umekuja 29 au 30. Kwa hiyo haya ndio maisha ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tujitahidi sana, tujitahidini tuweza kuwa tunafanya hivyo. Lakini pia itakuwa ni jambo la ajabu kuona kwamba mtu yeye amejipanga, amejifanya ni specialize, yani anakuwa yeye ni special kabisa, yeye kazi yake ni kufunga, yani kazi yake ni kufanya faradhi tu. Yani yeye akiingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani anafunga, akimaliza umuoni tena katika saumu yoyote. Hana kufunga Arafa, hana Tasua na Ashura, hana ayyamul bayd, hana kufunga siku za Alhamis wala Jumatatu mwaka mzima. Lakini pia katika masala ya kiswala yeye anajipanga na kufanya fardhi tu. Akiingia msikitini anasubiri asri tu, imamu pakikimiwa anamfuatisha imamu, akipita mbele kuswalisha swala la asr naye anafuata. Baada ya hapo kamaliza. Lakini hivyo swala ya maghrib hana sunna ya qablia wala sunna ya baadia. Swala ya Aisha hana sunna ya qablia wala baadia. Swala yoyote yeye hana mpango wa kuswali swala za sunna za qablia wala baadia. Kuna baadhi ya swala za sunna, swala zingine ambazo ni zina sunna za rawatib na ghairu rawatib. Mathalan kuna baadhi ya swala ambazo zenyewe zinakuwa na swala ya sunna za qabla, lakini baada zinakuwa hakuna, kwa mfano kama al-asr na subhi. Lakini yeye mtu anakuwa wewe umeshajiamulia kwa wewe huna mpango huo kabisa kuswali swala za sunna, huna mpango pia kufunga funga za sunna. Wewe hatuwezi kusema kwamba una tatizo, yani wewe bado uko. Mtu kama huyu anakuwa yuko salama, kwa maana akitekeleza ibada za fardhi, maana anatekeleza wajibu wake, kwa sababu kwamba hata kwenda kuulizwa kwa nini hajaswali swala ya rawatib ya sunna ama zile ghairu rawatib hajaziswali, lakini atakuwa kuna fadhila kubwa mno anazikosa. Kwa hiyo unatakiwa uweze kujishangaa, uweze kubadilika, kuona kwamba wewe kazi yako ni kila siku wewe unasubiri tu, unatekeleza wajibu wako tu, wajibu wa fardhi wa swala, wajibu wa siyam, wajibu wa zaka basi. Lakini huna mpango wa kutoa sadaka, huna mpango wa kuswali swala za sunna wala kufunga za sunna. Uko salama, yani wewe utakuwa uko salama, lakini utakuwa kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo wewe ni unakuwa ni mwenye kufanyaje, kuvikosa. Kwa sababu kama mfano kama swala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salatu, kwa jambo la kwanza kabisa atakaloenda kuhesabiwa nalo mwanadamu mu'min siku ya kiyama ni swala yake. Endapo kama swala itakuwa yenye kusihi kukubalika kwa 100%,
basi ibada zingine nazo zitakuwa ni zenye kubebwa na mgongo wa swala hiyo, hazitoenda kupekuliwa hatua kwa hatua. Lakini kama swala yako itakuwa ina changamoto za hapa na pale, utafanya ibada zingine zipekuliwe hatua kwa hatua. Lakini riwaya nyingine imekuja kuwa atakapopekuliwa swala zake pataonekana pengine kuna changamoto 1, 2, 3 katika swala, pia patasemwa aangaliwe katika sunna zake za swala amevifanya vipi. Panaweza hizo swala za sunna zikaja zikafidia pale, lakini kuswali swala za sunna kuna fadhila kubwa. Lakini pia tunaambiwa na wanachuoni ulamaul umma wanatuambia kuwa hizi sunna ni vitu ambavyo ni kama vile mito, umefananisha na kama vile mito ambayo inampeleka mja katika bahari ya uchamungu. Kwa sababu tumeambiwa sisi wanadamu tuwe ni wenye kuogelea katika bahari ya uchamungu kila siku. Kwa hiyo kufanya sunna hizi ndio wewe inakupeleka, ndio mito inakupeleka katika mkondo wa uchamungu, uende ukaogelee vizuri huko katika uchamungu ambao kila mmoja anatakiwa aweze kuwa nao. Ndugu zangu katika imani, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na mama Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin anasema qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah, matendo yenye kupendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, adwamuha wa in qalla, ni yale yenye kudumu hata kama ni kwa uchache, ni yale yenye kudumu hata kama ni machache. Hadithi hii inazungumzia matendo haya ni yale matendo ya sunna, kuwa matendo ambayo yanampendeza sana Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala katika sunna zetu ni adwamuha, ni zile ambazo zenye kudumu, zenye kufanyika siku zote, wa in qalla, hata kama ilikuwa ni chache. Kwa hiyo ukiwa unafanya ibada za sunna zenye kudumu ni aula zaidi kuliko yule ambaye anayefanya ibada za sunna akazifanya kwa mfululizo nyingi, lakini akawa baada ya pale moto ukakatika, akawa sio mwenye kuendelea. Lakini leo hii wewe ambaye umejiwekea kila siku mara baada ya salati al-isha ukaswali raka 2 za baadia, lakini wao unaswali swala za sunna ya witri raka zako 3 kila siku au 5 kila siku, unafanya hivyo, inakuwa ni bora zaidi kuliko yule mtu ambaye akaamua kwamba yeye sasa anaswali swala ya witri raka 11, lakini baada ya hapo siku hiyo moja tu akawa ameishia hapo, sio mwenye kuendelea. Sio kama atakuwa atalipwa fadhila zake, lakini inakuwa wewe unakosa fadhila za siku nyingine. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kupitia hadithi ya mama Aisha aliyopokea na mama Aisha, anasema ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla, matendo yenye kupendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala yale ya sunna ni yenye kudumu hata kama ni kwa uchache kwa mtu aliyekuwa ameyafanya. Kwa hiyo kipimo kinachoangaliwa katika fadhila ni kule kudumisha yale matendo, kudumisha na sio tu wingi. Ukiwa unatekeleza sunna hizi ukawa ni zenye kuzidumisha kila siku, basi ni bora zaidi kuliko yule ambaye atakayetekeleza ibada za swala hizi za sunna kwa wingi, lakini ikawa baada ya hapo moto wake ukawa umeishia hapo. Kwa ndugu zangu imani, ndugu zangu, tujitahidi sana tuwe kama wema waliotangulia, tuwe ni watu ambao wasiochoka na khairi, tuwe ni watu ambao wenye kudumu katika khairati fi kulli yawmin wa fi kulli hin, katika kila wakati na katika kila siku. Tujitahidi sana katika kuyafanya hayo. Wabillahi tawfiq.